Amani iwe nanyi ndugu zangu wapendwa. Utabiri wa nyota kutoka kwa Ahishamshi. Msomaji wenu ni mimi Zamruni Balul. Nyota ya Kaa. Kuwa na shauku ya kupata kitu ulichoahidiwa. Kuonesha hali ya tofauti kwa mtu kumdhihirishia mabadiliko yako. Utazingatia jambo uliloliamini na kulifuatisha kwa vitendo. Kupokea sifa ya kweli uliokuwa nayo. Kumwelewesha mtu kitu kwa muda mrefu. Utaaminika kutekeleza jambo litakalokuwa na faida kwa wengi. Utakuwa na makubaliano na mtu. Kumshukuru mtu kwa alichokufanyia. Utaifurahia amani uliyokuwa nayo. Utakuwa katika hali ya wivu kwa mpenzi wako. Kaa, jitahidi kujiweka mbali na watu wenye hila, kwa maana watakuchafua. Nyota ya Samaki. Mtu kukushurutisha kufanya jambo. Kumkasirikia mtu. Kuonekana uko katika hali nzuri. Na watu kuwa na wivu sana na wewe. Bila kujua hali unazozipitia. Mtu kukufanyia mzaha wa kweli. Utatamani kuzijua taarifa za mtu uliyepezana naye, bila ya yeye kujua. Mtu atahofia kukuambia ukweli wa kitu, kwa kuogofya mapokeo yako. Kuhisi kuwekewa ugumu kwenye mambo yako. Sauti ya kiumbe kukuingia kwa ukali masikioni mwako. Kuna jambo unalosisitiziwa. Ikiwa utapendezwa na sauti yake, kuna taarifa nzuri utakayoipokea. Nyota ya Nge. Kutembea kwa mawazo. Kufikiria jambo alilosema mtu. Kufanya maandalizi ya kitu. Utakuwa mwenye utulivu. Utayakumbuka mema uliyoyafanya kwa watu. Kuondosha utofauti wako na mtu. Utaahidi kuwa mbali na mtu fulani. Kutomwamini mtu kwenye jambo lako. Utahitaji umakini na ufanisi mzuri. Kuiwazia kazi uliyoishindwa. Kumpa mtu kianzio cha kufanya kitu. Utampatia mtu kitu atakachokifurahia. Kununua kitu kizuri kwa gharama nzuri. Kuanzisha mahusiano mapya. Kupingana sana na mtu. Nyota ya Ng'ombe. Kuhakikisha au kuthaminisha kitu. Kufanya utekelezaji wa vitu muhimu. Kulala kwa kuchoka. Safari mpya inawadia tena. Mtu kubadilisha mawazo yako. Kufanya mabadilishano ya kitu. Kupendezwa na uwepo wa mtu. Tumbo kuwa na gesi au kujaa sana. Kwa baadhi yenu mtakuwa na hasira za haraka. Mtu kushangazwa na ujuzi wako. Utamfanya mtu abadilike kupitia wewe. Kutamani kuiondosha hali duni au yenye ugumu katika hatua za kimaisha. Kuchagua kilicho sahihi kwako. Kupendezwa na mwenye kushukuru na kubadilika. Kuichoka kazi ya utumwa kwa baadhi yenu. Kufikiria kujiendeleza kibiashara. Ukweli wa kitu ulichokisubiria kitajidhihirisha. Nyota ya Mbuzi. Chuki ya ghafla kukuingia. Kutamani kurudisha kitu chako kutoka kwa mtu. Kumwelezea mtu ukweli wa moyoni mwako. Kuwa na hasira na kushindwa kujizuia. Kutamani kukaa sehemu peke yako. Kupata taarifa au kuona sana visa vya mauaji. Kushauri jambo la muhimu. Nyota ya Mashuke. Mtu kujisalimisha kwako kwa jambo alilolifanya. Kumpinga mtu kwa kila analoliongea. Kurudia kufanya kitu ulichoshindwa. Mtu kutojiamini kwako. Kuufungua moyo wako kuupokea ukweli. Kutamani kumwadabisha mtu. Kumpeleleza mpenzi wako. Kuongea neno baya mbele ya mtu unayeheshimiana naye. Mtu atajua amekukosea. Kumpangia mtu afanye unavyotaka. Kitu kukuuma kwenye koo. Kulala sana. Upendo wako kwa mtu kukufanya usiwe na shaka. Kuyapuuza maneno ya mtu kwa kuwa unajua ni hasira alizokuwa nazo. Kutuma pesa nje ya nchi. Nyota ya Mizani. Kuchunguza eneo ulilopo. Ugeni wa tofauti kukufikia. Kuhitaji kumaliza mjadala fulani kwa mtu. Utahitaji kuhakikisha kitu. Kukutana na mtu unayejuana naye sehemu usiyotarajia. Kuhisi mtu atachukia jambo ila utafanya kwa ulazima.
Kushika uchafu kwa bahati mbaya. Itakujulisha kupokea pesa au kupata pesa baada ya muda mchache. Kuamka na maumivu ya kifua. Utamfikiria mtu kwa ubaya. Baada ya wiki moja kuisha kuna jambo litakalojitokeza. Nyota ya mapacha. Kuhisi umekuwa muwazi sana kwa mtu. Ukiwa na yeye unashindwa kumficha jambo. Kuna ufumbuzi unaotaka, hivyo utakuwa mwenye kuhoji sana au kutafuta kitu. Leo sehemu ya upande mmoja wa mwili wako utapata shida kidogo. Mara nyingi umekuwa ni mtu wa kuumia. Hii inatokea kwa sababu kuna muda huo unapambana bila kujijua. Mtu kushindwa kukuangalia usoni akiongea na wewe. Macho yako kuwasha. Kuna kitu kibaya kitatoka sehemu hiyo. Kuwa mwenye kushtuka sana. Kuongea na mtu kwa urefu wa jambo. Kujua mtu atakuuliza kitu. Hivyo utakuwa kimya mpaka kuanze kukusemesha. Kupata taarifa ya mtu kuachika au jambo kumkuta. Kupunguza mawazo. Nyota ya ndoo. Kumtetea mtu. Kuingia sehemu na kujihisi kusisimka au kushtuka. Kuona kitu kilichooza au kuharibika. Itakujulisha kuna jambo la heri utalitimiza. Pia mtu kukushindwa kwa ubaya. Utaongea jambo litakalotendeka muda huo huo. Mtu kuhitaji mawazo yako mazuri yawe mchango kwake kimsaada. Kukosa kitu kila ukikihitaji. Utashindwa kujigawa katika kazi mbili. Kazi yako kuihisi haitokutosheleza kufikia malengo. Ila unatamani kufanya kitu kipya au cha tofauti. Mtu uliyemhitaji kwa muda mrefu atakufikia. Faraja ya moyo wako kuona uzima na furaha kwa mpendwa wako. Hisia zako zinaonekana ni tofauti. Ila ni sawa kwa unachokifanya. Upendo wako mkubwa unaonesha kwa vitendo. Utayafurahia mafanikio ya mtu. Kuituliza homa ya mtu kwa huduma ya matibabu mazuri. Nyota ya punda. Kusubiria siku chache tu uweze kufanya kitu. Una mipango mingi kichwani mwako. Muda mwingine unashindwa kuanza lipi ambalo ni bora. Itafikia wakati utaacha kabisa kuwasiliana na mtu. Umeshamweka katika namna fulani ya kuwa naye mbali. Mtu kutoa ujauzito kwa kuona ni njia sahihi kufanya hivyo. Utamshutumu mtu. Utaongea maneno makali kwa hasira. Utashtukia kitu kabla ya kufanyika. Utakuwa mwenye tahadhari za haraka. Mtu atakuhisi una maono au nguvu za ajabu. Kutokana na kujua kitu kabla hakijatokea. Na kuupangua ubaya wa mtu. Utaona kiumbe kikiwa katika hali ya kutembea kwa mawindo. Itakujulisha kudhibiti uhatari ulio karibu yako. Maneno yako kumshawishi mtu. Kuongea kitu cha ukweli au uhalisia utakaomwogopesha mtu. Mtu ataacha kukusema vibaya. Nyota ya simba. Kuwa na wasiwasi moyoni kwa sababu ya mtu. Kushtukizia kitu ambacho kilishatendeka muda sana. Mawasiliano na mtu kukata ghafla. Utahitaji uongee na mtu kwa wema. Utaangalia kitu kwa mshangao. Kupatiwa kitu kizuri. Mtu kupatiwa huduma nzuri ya upasuaji. Kupunguza marafiki wasiofaa. Mtu kukuambia ukweli utakao kuuma. Kutotaka kutofautiana na mtu. Utakuwa mkimya na kufuata mambo kwa usawa. Mtu atakavyoonesha hali ya kukujali utakuwa mwenye kuridhishwa naye. Kuhitaji kuwa mmiliki halali wa kitu. Kuna jambo la kisheria litakalokuwa linafanya uchunguzi kwa ajili yako. Utaheshimu kitu baada ya kutendeka jambo. Kupata ndoto itakayokupa wasiwasi, lakini itakuwa na maana tofauti na unavyofikiria. Nyota ya mshale. Kuona kitu kitakachofanya uwe na kiwewe au mshtuko. Mtu kutoongea kwa uchangamfu na wewe. Kuna habari utakazozifurahia. Kuhairisha jambo ulilotaka kumfanyia mtu. Kukosana na mtu kutokana na wema ulioufanya. Kujifunza kitu kupitia hilo. Kujihisi wepesi. Kumuona konokono kila wakati.
itakujulisha utapata taarifa ya ugonjwa wa mtu au tukio la ugomvi. Kuhisi hali ya mabadiliko katika mwili. Kuingiwa na kitu jichoni, itakujulisha kusingiziwa jambo. Mtu atahitaji kukusikiliza sana, hasa kwa unayomshauri. Utaaminika kwa utakachokiongea. Kwa baadhi yenu mtachangamkiwa na watu. Kulala sana. Kwenye mwezi kamili wa msimu huu, utaondosha nguvu mbaya iliyopo mwilini mwako. Kuna mtu utakuwa na maongezi naye mazuri. Upatanisho pia kukufikia. Utabiri huu unatoka kwa Ahishamshi. Usiache kusubscribe chaneli hii ya Ahishamshi, kuonesha umoja wenu na upendo. Mengi mazuri yatawafikia. Usisite kulike, kucomment na kushare. Kwa mawasiliano zaidi mtafute kwa namba hii +254 724 729 804. Unaweza kumpata kwa WhatsApp, kwa grupu la elimu, utabiri wa kila siku, tafsiri ya ndoto, ishara na tiba. Umoja wenu ni muhimu sana. Shukran.